Maana jina lako ni haleluya, na watakatifu wako ni haleluya. Neno lako ni haleluya. Baba, neno haleluya ni neno la Kiebrania, Baba wa rehema, ya kukusifu wewe. Ninasema ni asante Bwana kwa ajili ya siku ya leo, siku ya Jumamosi. Baba wa rehema, ni mwisho wa mwezi wa 10, Baba wa rehema. Wema wako iliyetulinda, Baba wa rehema, kuanzia tarehe 1 mpaka siku ya leo, na kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu wa 10, Baba. Tunatukuza jina lako. Tunasema ni asante Bwana. Hata leo, Baba wa rehema, ni siku nyingine tena, Baba wa rehema, kwa ajili ya watakatifu wako na kwa watu walioitwa kwa jina lako, kula na kunywa mezani pako. Na Baba wa rehema, hata wale ambao wako mbali, ambao wamejipanga kwa ajili ya kutufuatilia Bwana, tunao habari njema kwa ajili yao. Kama vile Yesu alivyopita katika masinagogi kule Galilaya na kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, kisha watu wakapata kupona. Baba, hii habari njema kwa ajili ya mataifa yote, iwaponye watu, iwatakaze Baba, iwarejeshe hatima yao, iwaweke huru Baba, maana ni watu waliofungwa, Baba wa rehema. Na Baba, natukuza jina lako, maana hata leo utaendelea kunitumia kama chombo chako. Lengo lako, Baba wa rehema, ni habari hii njema kufikia watu wote. Na Baba, kila atakayesikia neno hili, neno limtakaze, neno limweke huru, neno limrudishe katika asili ya uumbaji. Maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote viliumbwa. Baba, neno lifanye uumbaji tena upya. Ninasema ni asante Baba kwa ajili ya neno lako takatifu, na katika jina la yeye aliyekuwepo, naye aliyopo, naye atakaye kuwepo, na nisikie mtu mmoja akisema amen. Amen. Umesikia mwishoni, badala ya kutaja jina la Yesu, nimesema yeye aliyekuwepo, yeye aliyopo, na yeye atakaye kuwepo. Yeye aliyekuwepo na aliyopo na atakaye kuwepo ni Yesu. Jina lake lingine ni mwanzo na mwisho, ama Alfa na Omega. Kabla ya msingi wa dunia haijawekwa, Bwana alikuwepo. Kabla msingi wa bahari haijawekwa, Bwana alikuwepo. Kabla ya kila kitu kuwepo, Bwana alikuwepo. Ndio maana yeye alikuwepo, na hata sasa yupo, na wakati ujao pia atakuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Tukimaliza mapema, nitakufundisha majina ya Bwana wetu Yesu Kristo katika vitabu vyote vya Biblia, kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo. Lakini na imani tutamaliza Biblia mapema, ili angalau tuweze kufaidika na vitu vingine, maana mwakani itakuwa ni ajabu sana kwa ajili ya watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu ana swali ambaye anaona ni muhimu, nitoe nafasi kwa swali moja kabla hatujaenda kwenye kitabu cha Warumi. Tumepata kibali leo cha kumalizia sura zile 3 zilizobaki, sura 14, 15 na 16. Alafu bila shaka kesho katika ibada yetu takatifu tutaweka msingi wa kitabu waraka wa kwanza wa Korintho na waraka wa pili wa Korintho. Na wiki hiyo tutakuwa na kitabu cha Wakorintho. Kwa neema ya Mungu taona Bwana atatufikisha wapi. Lakini lengo letu tujue ya kuwa Wakorintho waliandikiwa kina nani, na je, walifundishwa nini, na sisi tujifunze nini, kama ambavyo tumejifunza na kuendelea kujifunza kuhusu kitabu cha Warumi. Nilisema kitabu cha Warumi kwa faida ya mtu ambaye hakuwepo, ni kitabu cha 45 kwenye Biblia. Biblia ziko nyingi, lakini naongelea Biblia takatifu yenye vitabu 66. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu nione mtu mmoja atakayenitajia vitabu hivi haraka haraka, ili nione kama niko pamoja na wanafunzi wa Yesu. Sema, Yesu aliacha wanafunzi. Yesu aliacha wanafunzi. Ametuambia tuwafanye mataifa ama watu wote kuwa wanafunzi wake, na tukiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na tukiwafundisha kuyashika
yote aliyetuagiza Bwana Yesu. Ndio maana watu wa Mungu, bila shaka mimi lengo langu ni ujue. Siwezi kusimama hapa kila siku kama mtu mmoja hatajua. Ndio maana mimi sichoki. Hebu nione nitajia vitabu hivyo. Nimesema katika Biblia takatifu ambayo ina vitabu 66. Kama utatajia haraka haraka haraka. Taja na sura Mwanzo sura 50, Kutoka sura 40, Mambo ya Lawi sura 27, Hesabu sura 36, Kumbukumbu la Torati sura 34, Yoshua sura 24, Waamuzi sura 21, Ruti sura 4, Samueli wa kwanza sura 31, Samueli wa pili sura 24, Wafalme wa kwanza sura 22, Wafalme wa pili sura 25, Mambo ya Nyakati wa kwanza sura 29, Mambo ya Nyakati wa pili sura 36, Ezra sura 10, Nehemia sura 13, Esther sura 10, Ayubu sura 42, Zaburi sura 150, Mithali sura 31, Mhubiri sura 12, Wimbo Uliobora sura 8, Isaya sura 66, Yeremia sura 52, Maombolezo sura 5, Ezekieli sura 48, Danieli sura 12, Hosea sura 14, Yoeli sura 3, Amosi sura 9, Obadia sura 1, Yona sura 4, Mika sura 7, Naumu sura 3, Habakuku sura 3, Sefania sura 3, Hagai sura 2, Zekaria sura 14, Malaki sura 4, Mathayo sura 28, Marko sura 16, Luka sura 24, Yohana Mtakatifu sura 21, Matendo ya Mitume sura 28, Warumi sura 16, Wakorintho wa kwanza sura 16, Wakorintho wa pili sura 13, Wagalatia sura 6, Efeso sura 6, Wafilipi sura 4, Wakolosai sura 4, Thesalonika wa kwanza sura 5, Thesalonika wa pili sura 3, Timotheo wa kwanza sura 6, Timotheo wa pili sura 4, Tito sura 3, Filemoni sura 1, Waraka wa Ibrania sura 13, Yakobo sura 5, Waraka wa kwanza wa Petro sura 5, Waraka wa pili wa Petro sura 3, Waraka wa kwanza wa Yohana sura 5, Waraka wa pili wa Yohana sura 1, Waraka wa tatu wa Yohana sura wa pili sura 1, Waraka wa Yohana wa tatu sura 1, Yuda sura 1, Ufunuo wa Yohana sura 22. Tupigie Bwana makofi makubwa. Vizuri mno. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kaona kama kwa nini nitaje kitabu na sura yake? Watu wa Mungu, huwezi kusema unajua Biblia kama hujui kitabu ni cha ngapi na ina sura ngapi. Ndio maana ninapokufundisha, umeona hata leo nimekuambia kwa kitabu cha Warumi ina sura 10 na ngapi? 16, na ni kitabu cha 40 na ngapi? Na 5 kwenye Biblia. Biblia yenye Agano la Kale na Agano Jipya. Lakini kwenye Agano Jipya ni kitabu cha 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kukumbusha kuwa kitabu hicho cha Warumi kiliandikwa na Paulo mtume, na aliandika barua kwa ajili ya kanisa la Warumi. Na bila shaka tutakapoingia kwenye sura 15 tutaona akitoa sababu yake ya kuandika barua hiyo. Ataonyesha kuwa anatanguliza kuandika barua hiyo kama maandalizi ya kupitia pale Rumi atakapokuwepo njiani akielekea Hispania ama taifa la Hispania, lakini pia ilikuwa ni lengo lake ya kupata kuhubiri katika upande wa magharibi ambao injili ilikuwa haijafika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tuliona sura ya kwanza mpaka jana tumefikia sura ya 13, na leo tunaanza sura ya 14. Bila shaka hebu tuambatane pamoja tukienda ili tumalize mapema, maana tuna maandalizi kwa ajili ya ibada ya kesho. Hebu fungua kitabu cha Warumi sura ya 14. Unaweza kusoma, soma kwa sauti. Unasoma ukimaliza paragraph unaacha nafundisha. Amina. Maana kumbuka Biblia kuna wakati unakuta labda paragraph moja imebeba maana tofauti na paragraph inayofuata. So soma kwenye mtiririko huo, alafu mtu mmoja apate kujua. Yeye aliye dhaifu wa imani mkaribisheni, walakini msimhukumu mawazo yake. Mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu hula mboga. Yeye alaye asimdharau huyu asiyekula, wala yeye asiyekula asimhukumu huyu alaye, kwa maana Mungu amemkubali. Wewe unani unayemhukumu mtumishi wa mwingine? Kwa Bwana wake mwenyewe yeye husimama au huanguka, naam atasimamishwa, kwa kuwa Bwana aweza kumsimamisha. Mtu mmoja afanya tofauti kati ya siku na siku,
Mwingine aona siku zote kuwa sawasawa kila mtu na athibitike katika akili zake mwenyewe. Yeye aadhimishaye si kuadhimisha kwa Bwana, naye alaye ula kwa Bwana, kwa kuwa amshukuru Mungu. Tena asiyekula hali kwa Bwana, naye pia amshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anaongelea kuhusu masuala ya vyakula. Kama unavyojua, Wayahudi katika kitabu cha mambo ya Walawi kuna baadhi ya vyakula ambayo walikatazwa na Mungu wasile. Walikatazwa wasimle sungura, nguruwe na baadhi ya wanyama. Amina. Wasiokuwa na ukwato, si ndio? Na samaki wasiokuwa na magamba. Lakini tukaona ya kuwa Agano Jipya Yesu alipokuja akawa amefungua watu wale vyakula hivyo vyote. Yesu akasema ya kuwa kimwingiacho mtu akiwezi kumnajisi, bali kimtokacho mtu. Na kwa kusema hivyo akawa amebarikia vyakula vyote. Mtu wa Mungu, kama kuna kitu kila unapata madhara mabaya, basi unahitaji kurudia maneno. Anasema Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yesu akasema ya kuwa kimwingiacho mtu hakiwezi kumnajisi, maana huingia tumboni kisha kutoka kwenda chooni, lakini kimtokacho mtu ndicho kinaweza kumnajisi mtu. Baba wa rehema, Bwana Yesu akafungua watu kula vyakula vyote. Baba, kuna baadhi ya vyakula ambao sili nikila na kuwa na madhara mabaya. Lakini Yesu alibariki vyakula vyote. Na Baba, kuanzia leo katika jina la Yesu nakula vyakula vyote, wala sitakuwa na madhara. Maana imeandikwa Yesu alifungua na akatoa kibali chakula vyakula vyote katika jina la Yesu. Sikio kisema amen. Kuanzia leo ule chakula. Kama kuna kitu ulichokuwa ukili, kuna wakati mwingine eti wewe kila nyama unakuwa na madhara ya nyama. Watu wa Mungu, nyama ni chakula ambayo kila ukienda utalikuta, si ndio? Lakini kama ule nyama, ina maana inakulazimu wanapopika nyama wao pikiwe chakula kingine, si ndio? Sasa kinachofanyika kuanzia leo, kama ulikuwa uli samaki, naenda ukanunue samaki upike, alafu anza kula kwa imani ya maombi tuliyeomba. Na andiko takayesimama nayo ni andiko la kimwingiacho mtu hakiwezi kumnajisi, bali kimtokacho mtu ndicho kinachoweza kumnajisi. Maana kimtokacho mtu ndicho kimjazacho, na kimtokacho mtu hutoka wapi? Moyoni. Maana moyoni hutoka mabaya, mawazo mabaya, laana, yani na kila aina ya ubaya. Hayo ndiyo yanayoweza kumnajisi mtu. Na bila shaka Bwana Yesu akabariki vyakula vyote. Na hiyo hilo ndio andiko ambayo hakika yake muona Paulo sasa anaandikia kanisa la Rumi. Lakini palikuwa na mgogoro mkubwa, maana kanisa la Rumi ilikuwa na Wayahudi na pia ilikuwa na Wamataifa. Wamataifa walikuwa wanatafuna kila kitu, lakini Wayahudi walikuwa bado wako kwenye mapokeo ya Torati ya kutokula baadhi ya vyakula. Ndio maana sasa wakawa na mtafaruko, wakawa na mabishano. Wayahudi wakisema watu hao wanainajisi kanisa ama mahali pa kuabudia, lakini watu wa mataifa ikawa nao wanasema kwa Bwana Yesu alisema watu wale vitu vyote. So Paulo anaandika akisema hivi, aliye mdhaifu akaribishwe. Umejua wewe kama umekuwa kiroho, usidharau mtu yule ambayo bado ni mchanga kiroho, bali wewe tumia kukua kwako kiroho kama njia ya kumfanya yule naye afurahie maisha ya wokovu, naye ukimfundisha mambo mema, naye akizidi kukua na kukua kiroho. Na hakika yake Paulo akaendelea kusema kuwa mtu asiyekula aina ya mboga za majani akaona mwenzake anakula, wala isimpe shida. Wala na wewe mtu kama na wewe pia kila, kama unajua itampa yule shida, basi kwa nini ule? Yule mdhaifu bado ni mchanga kiroho.
usile mbele yake. Jifunze kumsoma mtu. Ndio maana tunaambiwa tuwe na maarifa na hekima, na anayehitaji hekima na maarifa naombe kutoka kwa nani? Kwa sababu hekima na maarifa ni silaha bora kuliko maombi. Kuna mtu mwingine yeye anaomba tu, Baba katika jina la Yesu ninaomba unipe kitu fulani, ninaomba uondoe Baba wa rehema, maana wewe ni mwema katika jina la Yesu. Unaomba, lakini kumbuka ya kuwa imeandikwa Bwana utazama neno lake. Sema Bwana utazama neno lake ili apate kulitimiza. Ndio maana watu wa Mungu, ukitazama kabisa vitabu vya Injili kama tulivyopitia, Yesu kila eneo alitamka andiko linaloendana na eneo hilo. Ndio maana alipojaribiwa katika masuala ya chakula, alichokifanya Bwana Yesu ni alitumia andiko la Agano la Kale kwenye Kumbukumbu la Torati sura 8 na mstari wa 3 linaloongelea kuhusu nini? Chakula. So watu wa Mungu, kila eneo la maisha yako katika maombi, tafuta andiko linaloendana na eneo hilo. Ukitamka, basi andiko hilo ndio Bwana analitazama ili apate kulitimiza. Maana imeandikwa Bwana utazama neno lake ili apate kufanya nini? Utazama neno lake, sio neno lako. Ukisema ninavunja, ninateketeza, unavunja, hiyo ni neno lako. Amina. Ninabariki, hilo neno lako. Ninabariki maana imeandikwa vinywa vyenu visitamke maneno mabaya, bali vitamke maneno mazuri na kubariki watu. Na akasema kuwa asiyekula nyama ama aina ya mnyama, bila shaka asimdhihaki yule asiyekula, na asiyekula naye asione vibaya kwa yule anayekula. Maana bila shaka Paulo alikuwa anajaribu kupatanisha watu hao. Myahudi asikilize Injili, lakini isije ikawa kwa Myahudi walikatazwa kula vyakula vingine wakajaribu kupinga wa mataifa mengine kama walipokuwa na sali pamoja. Ndio maana Paulo anaandika sasa sura hiyo kama njia ya kuwapatanisha Wayahudi waliokuwepo kwenye kanisa la Rumi na wale wa mataifa waliokuwepo kwenye kanisa la Rumi. Maana Wayahudi bado walikuwa bado wameng'ang'ania mapokeo yao. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, unapookoka ya kale yanafanya nini? Yamepita. Ya sasa yamefanya nini? Yamekuwa mapya. Na sio wewe unayeishi, bali Kristo. Kuna mtu amenipigia simu kutoka nje ya nchi, ameandika message sorry, akasikia mafundisho niliyofundisha ya kuwa Yesu amefanyika kuwa mzaliwa wetu wa kwanza. Sasa hakuna mabaya anayetakiwa yakupate kwa sababu wewe ni mzaliwa wa kwanza. Huyo dada akaniambia kuwa, mchungaji, mimi ni mzaliwa wa kwanza, lakini wadogo zangu wameshaolewa, lakini mimi nimekuwa kama mzigo nyumbani. Wananipigia kabisa kuwa kimila hawaruhusi waume zao kuleta mahari mpaka mimi nitakapoolewa ndipo sasa waume zao wataleta mahari. Akasema nimedharauliwa kwa sababu ni mzaliwa kwanza, na wanaendelea kuniambia, wadogo zangu wanaambia kwa mimi nimefungwa hivi na hivi na hivi maana mimi ni mzaliwa kwanza. Umeona? Lakini alisikia mafundisho yetu yale kuhusu ya kuwa sisi bila shaka tumekuwa ni ukoo wa Kristo Yesu, na Yesu Kristo ndiye mzaliwa kwanza. Bila shaka na mimi nikamjibu katika maombi ya nini? Ya message. Lakini sasa hivi ameandika message kabla sijaanza hapa, baadaye nitampigia simu niombe naye, alafu bila shaka nitamomba naye na kumwambia kuwa ampokee Kristo, aingie kwenye ukoo wa Kristo Yesu. Alafu sasa yeye yale aliyekuwa anamshikilia na kumkandamiza yatamkandamiza tena, kwa sababu mzaliwa wa kwanza atakuwa ni Kristo. Baraka zitapitia kwa Kristo, laana zikifikia kwa Kristo zinapotea pale pale, mabaya yakifika kwenye Kristo yanapotea pale pale, balaa yakifikia kwenye Kristo yanayeyuka pale pale. Lakini Kristo atakuwa kama chujio, mazuri yanayemhusu huyo dada yatamfikia. Na mimi naamini kabisa ya kuwa kwa imani yake ya kutuona kupitia mtandao na kuweza kuuliza swali, bila shaka jibu lake limepatikana. Na hii ndio bora wa mtandao. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa kwa ajili ya mtandao. Nasema hivyo watu wa Mungu, bila shaka jifunze kuendana na watu ambao ni wanyonge kiroho ama bado ni wachanga, lakini wewe kuwa kwako kiroho iwe ni msaada wa kuinua watu wengine. Lengo letu ni kuhakikisha watu wote wanakaa vizuri katika neno la Mungu, na tukidumu katika ule upendo. Watu wa Mungu, ni pendo la namna gani hata Bwana
akaamua kutoa mwanae wa pekee ili kila anayemwamini asifanye nini? Bali afikie uzima wa milele. Hebu twende mstari wa 7. Kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi tuishi kwa Bwana, au kama tukifa tufa kwa Bwana. Umesikia? Tukiishi tunaishi kwa Bwana, tukifa tunakufa kwa Bwana. Kwa nini tuishi kwa Bwana? Ina maana hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama ya kale amepita, ya sasa amekuwa mapya. Na sio mimi, sema sio mimi ninayeishi, bali Kristo anaishi ndani yangu. Na kama Kristo anaishi ndani yangu, basi mabaya hayatanipata mimi. Maana mwili sio wa kwangu tena. Mwili huo sio wa kwako, mwili huo ni hekalu la Kristo. Na bila shaka kuanzia sasa hivi, nani anajua kuendesha gari? Je, umekaa pale umeshika ushukani, unataka kwenda Bunju, na kulazimu ufanye nini? Uiongoze gari ielekee wapi? Bunju. Ama unakotaka kwenda, kama unaendesha gari, ushukani umewekwa kwa ajili ya kuelekeza gari nakotakiwa kwenda. Bila shaka unapopokea Kristo, unamfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unafanya kuwa dereva wa maisha yako. Ina maana mruhusu Yesu akuelekeze unakotakiwa kwenda. Bila shaka watu wengi wameokoka, lakini hakuna anachokifanya kwa kuanza na Bwana. Kuna watu wengi ambao waanzi na Bwana. Mtu anaamua kufungua biashara, lakini hajaanza na Bwana. Watu wa Mungu, kabla hujaanza kufungua biashara, umeanza kufungua biashara, naenda ukamwombe Mungu, mwambie Bwana, nifungue biashara gani? Ujue msingi wa biashara unayotaka kufungua. Ndipo umwombe Bwana akupe nini? Akupe sasa mtaji. Baada ya hapo, ule mtaji unatakiwa pia ufanyie haki, utolee mtaji fungu la 10 ili mtaji usikate. Kuna watu wengine biashara zao hawajatoa nini? Hawajatoa mtaji, fungu la 10 ya mtaji. Ndio maana biashara zao kila siku mtaji unakatakata, lakini faida anapata. Kwa nini tunahitaji kutoa fungu la 10? Fungu la 10 ni kwa ajili ya ulinzi. Sema fungu la 10 ni kwa ajili ya ulinzi. Fungu la 10 ni kwa ajili ya ulinzi. Ndio maana nasema hivyo kwa Mungu. Ukijifunza Biblia, bila shaka utakaa vizuri. Ninasema kabisa kuwa sio wewe unaishi, bali Kristo. Na kama ni Kristo, hebu mruhusu Kristo aendeshe maisha yako. Akiendesha maisha yako, atakupeleka mahali salama. Je, ni dereva yupi anayepeleka gari shimoni? Dereva gani anayepeleka gari anaingiza kule baharini? Kama madereva tu wa kawaida najua kuendesha magari na kuyapaki sehemu sahihi, bila shaka Kristo akiwa ni dereva wa maisha yetu, bila shaka tutakuwa mahali salama. Bwana Yesu asifiwe. Ruhusu Kristo aendeshe maisha yako. Lakini hata kama umetokea umaliza safari yako, umekufa, ufe katika Kristo. Maana Paulo akasema tusidhani ya kuwa tutawatangulia waliyelala katika Kristo kwenda mbinguni. Maana parapanda itakapopigwa katika kurudi kwa Yesu mara ya kwanza, kurudi sio kuja, sema kurudi. Mara ya kwanza. Maana Yesu hajawahi kurudi, ni atarudi mara ya kwanza. Yesu alikuja mara ya kwanza, na Yesu atarudi mara ya kwanza, lakini atarudi tena mara ya pili. So kinachofanyika ni nini? Parapanda itakapopigwa, waliyelala katika Kristo, tutakapoona kwenye kitabu cha Thesalonike, wao watafufuka, na pamoja na waliyekuwa katika Kristo watakufumba na kufumbua, watavaa mwili usioonekana, na wale watafufuka. Wale waliyefufuka wale watakuwa na mwili usioonekana. Ndio maana nasema hivi, kurudi kwa Yesu mara ya kwanza, watu wanasema kwa Yesu ataonekana. Yesu hataonekana atakaporudi mara ya kwanza. Mara ya kwanza atakaporudi Yesu, ni watakaye kuwa katika ulimwengu wa kiroho ndio watakayefanya nini? Watakaye muona na kwenda kumlaki. Ndio maana kuna andiko kwenye kitabu cha Mathayo imesema hivi, 2 watakuwa kitandani, mmoja atafanya nini? Atanyakuliwa, mwingine atabaki. 2 watakuwa wanachota maji, mmoja atabaki. Ina maana utastuka tu mwingine ameshaondoka. Ina maana atakuwa amevaa mwili usioonekana. Kama palikuwepo na kupaa juu kwa Yesu ya sirini,
basi kurudi kwa Yesu mara ya kwanza itakuwa ni siri. Nilikuambia kuwa Yesu alipaa juu pasipo kuonekana. Yesu alipofufuka asubuhi, Maria Magdalena alipomuona akamuita Raboni, maana yake mwalimu. Alimwambiaje Yesu? Yesu akamwambia, usinishike wala usiniguse, maana sijafanya nini? Sijapaa juu kwenda kwa baba yangu, naye ni baba yenu, Mungu wangu naye ni Mungu wangu wenyu. Akatuma Magdalena kuwa, nenda ukaambie wale ndugu zangu ya kuwa ninakwenda. Lakini jioni Yesu alikuwa pamoja na wao. Ina maana asubuhi ile Yesu alienda kujihudhurisha ama kujionyesha kwenye hekalu la mbinguni, akienda kujionyesha. Maana siku ya kwanza, Jumapili ya kwanza baada ya Pasaka, ilikuwa ni Jumapili ya limbuko. Yesu alienda kuwa kama limbuko ya waliofufuka, ili waliokufa katika Kristo aliyewaendea kule kuzimu nao wapate neema ya kuja kufufuka. Ndiyo maana akafufuka na akawa limbuko kwa watu waliokufa. Akaenda pale wakati kuhani alikuwa anatikiza miganda ya shairi kama ishara ya kupeleka limbuko hekaluni, naye Yesu alikuwa anajihudhurisha katika ile hekalu la mbinguni akiwa ni limbuko. Lakini pia kumbuka, Maria Magdalena akamuona amevaa nini? Amevaa kama mtunza bustani. Kwa nini alimuona amevaa kama mtunza bustani? Umeona sasa? Yesu alikuwa amefanyika kuhani mkuu, na kuhani mkuu siku ile ya upatanisho kwa Kiebrania inaitwa Yom Kippur. Kilichokuwa kinafanyika, kuhani mkuu alikuwa anavaa mavazi gani? Alikuwa anavaa ni ile kanzu, alafu alikuwa anafunga na nini? Anafunga na kilemba. Alikuwa vai joo, wala alikuwa vai naivera, wala alikuwa afungi kifuko, wala alikuwa afungi ufito ulioandikwa mtakatifu kwa Bwana. Naye alikuwa anavaa mavazi yaliyokuwa yanafanana na mavazi ya watunza bustani ama wakulima walipokuwa wanavaa. Ndiyo maana alivaa akiwa tayari kwenda kwenye hekalu la mbinguni, kwenda kuitakaza baada ya shetani kufanya dhambi kule mbinguni. Kama nilivyokuambia kuwa dhambi ilianzia wapi? Dhambi ilianzia mbinguni. Dhambi haikuanzia kwenye bustani ya Eden. Maana yule aliyekuwa anasimamia kumsifu na kumwabudu Bwana mbinguni alikuwa ni shetani. Naye kumbuka ya kuwa kuabudu Mungu ilikuwepo kwenye hekalu la mbinguni. Ndio maana alipomwasi Mungu, naye akaudanganya theluthi moja ya nyota za mbinguni ama malaika, basi kilichofuata ni nini? Alikuwa ametenda nini? Amefanya dhambi kule mbinguni kwenye ile hekalu. Ndio maana ilihitajika dhambi ili itakazwe hekalu la mbinguni. Ndio maana Yesu baada ya kufa, baada ya kumwaga damu yake, ikabidi sasa achukue jukumu la kuwa kuhani mkuu, ili aende atakaze hekalu la mbinguni, na pia aende kama limbuko ya watu waliokufa. Ndio maana nasema hivi, Yesu alichukua, ni mwana kondoo wa Mungu aliyechukua dhambi za ulimwengu, na ndiye pia dhambi yake ilitakaza hekalu la nini? La mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuende nisije tukapeleka haraka. Hayo tutaona zaidi tutakapofika. Tutaona hekalu la mbinguni tutakapofika kwenye kitabu cha Ufunuo sura 10, sura 8, sura 11. Tutaona hekalu la mbinguni na utaona kwa upana zaidi. Hebu twende. Basi kama tukiisha ama tukifa tu mali ya Bwana, maana Kristo alikufa akawa hai tena kwa sababu hii ya wamiliki waliokufa na walio hai pia. Lakini wewe je, mbona wamhukumu ndugu yako? Au wewe je, mbona wamdharau ndugu yako? Umesikia Paulo anatembea katika msingi ile ya usihukumu usije ukahukumiwa, usilaumu usije ukailaumu, usinyoshee kidole usije ukanyoshea kidole. Umeona Paulo amejenga katika ule msingi wa Kristo. Ndio maana Paulo anaambia Warumi, kanisa la Rumi ambao ilikuwa ni washirika wa kutoka Uyahudini na kutoka mataifani, ya kuwa wasinyoshene kidole, wasihukumu. Mtu wa Mungu usihukumu, wana usinyoshee kidole, lakini kama ni ukweli ongelea nini? Maana Yesu akusita kuambia Mafarisayo, enyi wanafiki wakubwa, mnayechuja nini? Mungu na kuna nini? Na meza ngamia. Wanachuja Mungu, wanameza ngamia. Wanavuka baharini hadi nchi kavu tu ili wamfanye mtu mmoja awe mwongofu, ili waje wamfanye awe mwana wa jana mara mbili.
Unamfanya mtu anaokoka naenda kanisani, alafu wewe unakuja kumtia dhambi. Hata kama mhubiri ameokoka alafu baadaye umeshamtongoza tena, umeshakuwa na mahusiano naye, hujamfanya kuwa mwana wa jehanamu mara mbili. Maana alikuwa mwana wa jehanamu kabla hajaokoka. Umemfanya mara mbili. Ndio maana mafundisho ya Yesu huwezi kuyatambua usipokaa katika uwepo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu, injili lazima ihubiriwe kwa ukweli wake, na injili inayo suluhisho ya ondoleo la dhambi. Ukisikia injili inakuhesabia haki. Injili inafuta dhambi. Lakini sasa kama utafutiwa dhambi alafu uendelee kuwa kama kitimoto ambaye umemuogesha vizuri, umemuosha vizuri, baadaye anarudi kwenye matope, anagaagaa, hata wewe mwenyewe kama wewe ni mwenye kitimoto bila shaka utaandamana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuwe makini ili tuone haya yote Paulo anayesema yote amejenga katika msingi wa Yesu, mafundisho ya Yesu katika vitabu vya Injili. Hebu twende. Kwa kuwa imeandikwa, kama niishivyo nena Bwana, kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu. Basi ni hivyo kila mtu miongoni mwetu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Umesikia, kila goti litapigwa na kila ulimi itakiri Yesu ni Bwana. Na kila kila nafsi itasimama mbele za Mungu. Nasema hivi, mtu wa Mungu, swala la wokovu wala sio swala la wokovu ni wewe mwenyewe. Sema swala la wokovu ni kwangu mwenyewe. Swala la wokovu ni kwangu. Kama mume hataki kuokoka, okoka wewe. Lakini matendo yako yawe mazuri ili huyo mume aokoke. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Badilika, uwe na matendo mazuri ili aone faida ya wokovu, aone kwa mke wangu aliyekuaga mbishi sasa hivi, yani kumbe wokovu umemtengeneza. Basi tusizidi kuhukumiana, bali afadhali itoeni hukumu hii, mtu asitie kitu cha kumkwaza ndugu au cha kumwangusha. Najua tena nimehakikishwa sana katika Bwana Yesu ya kuwa hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake, lakini kwake yeye akionea kitu kuwa najisi, kwake yeye kitakuwa kile ni najisi. Na ndugu yako akiingia huzuni kwa sababu ya chakula, umeacha kwenda katika upendo. Kwa chakula chako usimharibu mtu yule ambaye Kristo alikufa kwa ajili yake. Basi wema wenu usitaje kwa ubaya, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Kwa kuwa yeye amtumikiaye Kristo katika mambo hayo umpendeza Mungu, tena hukubaliwa na wanadamu. Basi kama ni hivyo, na mfuate mambo ya maana, mambo yafaayo kwa kujengana kwa ajili ya mambo yafaayo kwa kujengana. Lazima watu wa Mungu, mtu asifanye jambo litakao kwaza mwenzake. Hebu pata picha, tukielewa mafundisho hayo, tukiishi hivi watu wa Mungu, mbona dunia ijawa mahali pazuri? Itakuwa mahali pazuri. Umeona kabisa, ni kila jambo, chakula hiki kitamkwaza mtu, kwani ule mbele yake. Nikitukana atakasirika, kwani utukane? Ndio maana Biblia, watu wa Mungu, inafundisha jinsi ya kuishi. Kama wewe unasikia mafundisho hayo lakini bado unaona tabia zako ni za ajabu, njoo chini ya msalaba uombewe, njoo ufanyiwe maombi. Vifungo vinaweza vikakufanya bado endelee kuwa na vijitabia, lakini neno la Mungu lipo kwa ajili ya kumbadilisha mtu. Kama neno la Mungu tunayofundisha haiwezi kutubadilisha sisi, hata wale tunayowahubiria wanaweza wasibadilike, lakini lazima itubadilishe sisi kwanza, ndipo itakapobadilisha na hao wengine. Kweli vyote ni safi, bali ni vibaya kwa mtu alaye na kujikwaza. Ni vyema kutokula nyama wala kunywa divai wala kutenda neno lolote ambalo kwa hilo ndugu yako hukwazwa. Ile imani ulionayo uwe nayo nafsini mwako mbele za Mungu. Heri mtu yule asiyejihukumu nafsi yake katika neno lile analolikubali, lakini aliye na shaka kama akila amehukumiwa kuwa na hatia, kwa maana hakula kwa imani, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Muona sasa, sisi ambao tumeokoka, kila tendo inayetoka pasipokuwa kwa imani. Ndio maana watu wa Mungu, kama kweli wewe sasa una imani, unakula lakini huku tena unajikataa, unakula huku tena unaongea. Kama unakula ule, kama kweli umeamua kula, lakini sasa usile huku nao na sita. Roho ya Bwana akutupa roho ya nini? Roho
ya hofu na mashaka, hata sio roho ya kusita, bali alitupa roho ya ujasiri. Watu wa Mungu, kama kuna neema ambayo mimi Mungu amenipa ni kuombea mtu asiyekula chochote na kula. Dada, ulikuwa uli nini? Sasa hivi je, bado uli? Umesikia dada huyu anaongea igana, anasema kuwa yeye aliambiwa hospitalini asinywe soda, asile nyama, asile vitu vyenye mafuta, asile sijui nini, asali wala maziwa. Lakini siku ile tulipoomba hapa, hata anaanza kula sasa, anakula na nyama. Mbona naona kama mbadilika, anaendelea vizuri. Nasema hivi watu wa Mungu. Uniletea bronze. Tupigie Bwana makofi. Nani alipokuwa siku ile ambaye alikuwa anasema kwa yeye ali bronze? Alikuwa anasema kila bronze, nani anajua bronze? Bronze anasema alikuwa akikila mdomo na vimba. Lakini tulipoomba juzi amesema ati ameshakula. Nani mwingine ambaye alikuwa alikitu? Ulikuwa uli nini? Usinimulike ndio kuongea na samaki na nyama ya kuku tu, nyama nyingine kwa nyama ulikuwa uli kabisa. Sasa hivi nakula, yani nikiona hivi. Sasa kama watu wa Mungu, bila shaka maombi mafupi yamefanya unakula na kuna madhara. Ambia watu wengine wasiyekula ama ambao wana matatizo waombewe wale watu wa Mungu. Yawezekana hapo ndipo shetani ameshikilia kama nguzo. Yawezekana hapo ndipo kichaka amejificha kwenye kichaka cha wewe kutokula nyama, maana waliambiwa kila nyama utaona. Watu wa Mungu, kama umeona mtu ambao ali kitu, mlete ama mpe namba, apige aombewe ale. Hebu tuende Sura 15. Basi imetupasa sisi tulio na nguvu kuchukua udhaifu wao wasio na nguvu, wala haitupasi kujipendeza wenyewe. Kila mtu miongoni mwetu na mpendeze jirani yake apate wema akajenge, kwa maana Kristo naye hakujipendeza mwenyewe, bali kama ilivyoandika, maalamu yao waliokulaumu wewe nipata nini? Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa aliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja maandiko tupate kuwa na tumaini. Yaliandikwa ili tupate nini? Kujifunza. Watu wa Mungu, bila shaka lazima usome neno la Mungu, na sio kusoma tu ishie kusoma, unahitaji pia kuitafakari, unahitaji pia baadaye unakaa na kuiongea pia neno. Yale uliyosoma unahitaji kuyaweka kwenye matumizi. Lakini ukiendelea kuongea, njia nzuri sana ya kujifunza ni njia ya kurudia. Umeona, tunarudia kuongea lugha ya mama mpaka tumekuwa sasa tunaijua na haiwezi katoka ndani yetu. Ndio maana hata Biblia ni kiu yangu ya kuwa ifikie kipindi Biblia iwe ni sehemu ya maisha yako. Mtu akiongelea kitabu cha Mathayo unaweza kumueleza kuhusu sura ya 1 mpaka sura ya 28. Ukishajua Biblia kwenye asili yake na msingi yake na maana yake, basi sasa hata kama ukiongezea chumvi, ukiongezea kachumbari, ukiongezea pilipili hoho, sio mbaya. Lakini swala la wewe unakuta pilipili hoho imeongezewa, huwezi kujua Biblia. Na Mungu mwenye saburi, mstari wa 5. Na Mungu mwenye saburi na faraja wajalie kunia mamoja ninyi kwa mfano wa Kristo Yesu, ili kwa moyo mmoja na kwa kinywa kimoja mpate kumtukuza Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo mkaribishane ninyi kwa ninyi kama naye Kristo alivyotukaribisha ili Mungu atukuzwe. Kwa maana nasema kwamba Kristo amefanyika mhudumu wa agano la kutahiriwa kwa ajili ya kweli ya Mungu, kusudi azithibitisha ahadi walizopewa baba zetu, tena ili mataifa mtukuze Mungu kwa ajili ya rehema zake kama ilivyoandikwa. Kwa hiyo nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitalimbia jina lako. Na tena anena, furahini mataifa pamoja na watu wake. Na tena enyi mataifa. Umeona, Paulo bado anawakumbusha Wayahudi ya kuwa manabii wa kale waliokuwepo
kwao walitabiri ya kuwa hata watu wa mataifa watakuwa sehemu ya neno la Bwana na wao watafurahi pamoja nao. Ndio maana mtu wa Mungu, usione wengine kama wao injili sio ya kwao. Injili ni ya Muislamu, injili ni ya mlevi, injili ni ya mzinzi, injili ni ya mchawi, injili ni kwa ajili ya watu wote. Usiseme Mungu wangu, sema Mungu wetu. Usije ukajisahau ukaona Mungu ni wa kwako. Mungu ni wa wote na anawawazia wote wema. Ndio maana mvua hainyeshi kwenye mashamba ya watu wa Mungu, wale ambao wameokoka kama namjua Mungu. Mungu ananyeshia mashamba ya watu wote mvua. Anatuangazia jua wote. Mungu hana upendeleo. Jinsi unavyopata jua ndio na yule mlevi anapata. Jinsi unavyopata mvua ndivyo na yule mchewe anapata mvua. Mungu anagawa sawa kwa sawa. Ndio maana Yesu akasema kuwa tutakapoishi maisha ya kupenda wenzetu na kuombea wanayetuudhi na kuwapenda maadui zetu, hapo ndipo Yesu anasema mtakuwa kama baba yenu wa mbinguni. Kumbe inatakiwa tuwe kama baba yetu wa mbinguni. Kumbe inatakiwa tufikie kima cha Kristo. Utafikia kima cha Kristo bado una hasira, bado una wivu, bado unakusengenya, bado yani usione mtu afanikiwe. Yani ukiona mtu amepata kibali cha kufanikiwa, wewe unaanza kuona vibaya. Usione vibaya. Furahini na wanayefurahi, lia na anayelia. Watu wa Mungu, kila mtu ana neema yake. Hata sisi ni mwili, ni kiungo cha mwili wa Kristo. Na sisi Mungu ametutoa hivi. Tunayafundisha haya yawezekana yasiwe na tija kwa maisha ya watu wote, lakini kuna watu ambao haya ndio wanayohitaji siku zote za maisha yao, ili wapone, ili wapate mwanga itakayowaangazia katika njia yao, watembee pasipo kujikua, na hatimaye wao wafikia hatima ya maisha yao. Nisikie mtu mmoja akisema amen. Amen. Watu wa Mungu, kuna wakati mwingine Mungu ana haja na mtu mmoja tu. Na sasa nikahubiri hivi, kumbe Mungu ana haja na mtu kule Brazili. Jana mtu mzungu mmoja akaniambia hivi, juzi sio jana, akaniambia kwa eti mimi nikihubiri hapa, yeye kiroho yuko pamoja. Anasema kuwa ninapohubiri kiroho haelewi Kiswahili, lakini anasema kuwa ninapoongea ananifuatilia na naona kabisa. Kama mtu asiyeelewa Kiswahili anaweza akakaa chini akayasikia haya na akanipa ushuhuda ajabu, akasema kuwa alikuwa na mafua ambao hajawahi kuwa nayo. Jumapili alipokuwa na mafua, tulipokuwa tunaanza ibada hapa, kule ilikuwa tulianza ibada kwenye saa 5 kuelekea saa 6. Kule ilikuwa ni kwenye saa 8 saa 9 usiku. Yeye mke wake alichoka akalala. Yeye alichokifanya ni nini? Akachukua simu yake akafungua, akaanza kutuona live. Ili tulipomaliza kuhubiri na yeye mafua ya ile kakata moja kwa moja. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Lakini wewe umekaa Dar es Salaam umenyamaza tu kimya, wala hujui kinachoendelea. Mzungu asiyeelewa Kiswahili anapona. Na hivi amesema mchungaji kuwa lazima tufanye kitu. Kuna watu wanataka kusikia wasikie mahubiri kwa Kiingereza. Ndio maana siku zote tunataka tuanze kufundisha pia kwa Kiingereza waelewe. Walengo wanataka wasikie na kuelewa. Nasema hivyo watu wa Mungu, sio kwa uweza wetu, ni kwa uweza wa nini? Roho Mtakatifu. Nasema hivi, Mungu anayo malengo yake. Wakati wa Bwana ukifika, hakuna kinachozuia. Lakini sisi tusikweze sasa. Tunafanya nini kwa ajili ya neno la Bwana? Tunafundisha ukweli. Watu wa Mungu, miujiza inakuwa mara mbili. Hapa kwetu mtu akienda nchi za nje akitaka kuleta kitu, ametaka kuleta mizigo. Kuna mzigo mwepesi na kuna mzigo mzito. Mzigo mzito haletwi na ndege, inaletwa na meli. Lakini ikiletwa na meli pale, meli ukileta mzigo huo mzito, kila mtu anatambua. Lakini mizigo mepesi inachukua muda mfupi. Yawezekana masaa 3, 4, 5, ama kutoka kule China masaa 10 ukafikisha mzigo hapa na ndege. Lakini mzigo nini?
mwepesi. Lakini ukitaka mzigo mkubwa, lazima usubiri mzigo usafirishwe kwenye nini? Kwenye meli majini kule, miezi 6, miezi 10. Ndio maana wewe ambao hujapata miujiza yako ni mzigo mzito ambao unaletwa. Sio mzigo mwepesi. Sio mzigo mwepesi. Wale waliotangulia kupata ni mzigo mwepesi ambao inaletwa na ndege. Lakini wewe ambao bado hujapata ya kwako, meli inasafirisha container saa nyingine hata 50,000, hata 1,100 container. Ikitua inashushwa hata miezi 3. Ndio maana ukiona hujapata miujiza yako ni miujiza mama. Nisikie mtu mmoja akisema kuwa mzigo wangu mzito. Unasafirishwa taratibu. Ikitua bandarini kitaeleweka. Pigia Bwana makofi makubwa. Nimefundisha kwa mfano, maana Yesu alifundisha mambo ya mwilini ikiwa na maana ya mambo ya rohoni. Ndio maana akatumia mfano wa mpanzi, akatumia mfano wa kadhi dalimu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Na tena Isaya anena, litakuwako shina la Yese anayeondokaye kuwatawala mataifa, ndiye mataifa atakayemtumaini. Basi Mungu watumaini na wajaze ninyi furaha yote na amani katika kuamini, mpate kuzidi sana kuwa na tumaini katika nguvu za Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, nimehakikishwa mimi mwenyewe kwa habari zenu ya kuwa ninyi nanyi mmejaa wema, mmejazwa elimu yote, tena mwaweza kuonya. Lakini nawaandikia kwa ujasiri zaidi katika sehemu za waraka huu, kana kwamba kuwakumbusha kwa neema ile niliyopewa na Mungu, ili niwe mhudumu wa Kristo Yesu kati ya watu wa mataifa, niifanyie injili ya Mungu kazi ya ukuhani, kusudi mataifa wawe sadaka yenye kibali, ikisha kutakaswa na Roho Mtakatifu. Basi nina sababu ya kuona fahari katika Kristo Yesu mbele za Mungu, maana sitathubutu kutaja neno asilolitenda Kristo kwa kazi yangu, mataifa apate kutii kwa neno. Hata taja neno aliyotenda nini? Kristo. Watu wa Mungu, hata wewe usitaje aliyo ya kwako. Yesu alitaja ya baba yake, maana alimtumwa. Akasema, sikusema yaliyo ya kwangu bali kwa aliyenituma. Na akasema yule msaidizi mwingine ambao ni Roho Mtakatifu aliyetakiwa kuletwa baada ya kuondoka, akasema na huyo naye hatasema yaliyo ya kwake, bali atasema yaliyo ya Bwana Yesu. Kama huyo Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, ndio maana na sisi lazima tuseme na kufundisha watu aliyefundisha Yesu. Ndio maana aliyefundisha Musa tufundishe kama misingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee. Kwa nguvu za ishara na maajabu katika nguvu za Roho Mtakatifu, hata ikawa tangu Yerusalemu na kando kando yake mpaka Iliriko nimekwisha kuhubiri injili ya Kristo kwa utimilifu. Kadhalika nitajitahidi kuhubiri injili, nisubiri hapo ambapo jina la Kristo limekwisha kutajwa, nisije nikajenga juu ya msingi wa mtu mwingine, bali kama ilivyoandikwa, wale wasiohubiriwa habari zake wataona, na wale ambao hawajasikia watafahamu. Ndio sababu nilizuia mara nyingi nisije kwenu, lakini sasa kwa kuwa sina wasaa tena pande hizi, tena tangu miaka mingi nina shauku kuja kwenu. Wakati wowote nitakao safiri kwenda Spania nitakuja kwenu. Umesikia sasa nikisema Spania, hatimaye umesikia anasema ya kuwa atakapokwenda kwao akiwa njiani akielekea Spania. Yaani Rumi tayari na Spania ni upande wa magharibi, yani Ulaya. Kumbuka yeye kwa wakati huo alikuwa wapi? Yeye alikuwa Mashariki ya Kati. Bila shaka kumbuka ya kuwa aliyepeleka injili kule upande wa magharibi ama Ulaya alikuwa ni Paulo. Aliyepeleka injili Asia ndogo alikuwa ni Paulo. Aliyepeleka injili katika mataifa tofauti tofauti ni Paulo. Kama Paulo ambayo kipindi kile usafiri haukuwa mzuri kama sasa hivi. Mawasiliano ilikuwa inachukua muda na miaka ili taarifa ifike mahali. Lakini sasa hivi ambayo taarifa inasafiri kwa mwendo wa mwanga. Ina maana unapoongea hapa tayari mtu anasikia moja kwa moja. Nasema ili watu wa Mungu, tunao kila sababu ya kuhakikisha neno la Mungu linakwenda. Lazima neno la Mungu iende.
Na lazima neno la Mungu limfikie kila mtu. Lengo letu neno la Mungu limfikie kila mtu chumbani. Wala sisi hata usipofika kanisani, we don't care. If you don't come to church, that one will not bother us. Of course, we will find you where you are. We will reach you even in your bedroom. Amen. When you open your Twitter, when you open your YouTube, everywhere you are, we will follow you. We are bringing the gospel of kingdom of God. Of course, we are bringing it freely. Lazima itafikia kila mmoja. Ndio maana tulichokuwa nacho cha kimungu tunataka ifikie kila mtu. Na hata ukiwa baa, utawasha simu yako, utatuona. Lakini uzuri utakaposikia maneno haya, bila shaka maisha yako yatabadilika. Ndio maana nasema hivi. Ni saa ya Bwana. Ni saa ya Bwana. Ile injili tuliyosema ya kwenda itahubiriwa katika anga na malaika, ndio hii inayohubiriwa sasa hivi. Kuna vitu ambao vipo katika fumbo, lazima zitafsiriwe. Mungu alikuwa anasema itakuwaje malaika ahubiri injili hapa angani? Je, sasa hivi inahubiriwa hewani? Hebu twende. Ndiyo sababu kwa maana nataraji kuona ninyi katika usafiri kwangu na kusafirishwa nanyi, moyo wangu ushibe kwenu kidogo. Mstari 25. Ila sasa ninakwenda Yerusalemu nikiwahudumu watakatifu, maana imewapendeza watu wa Makedonia na Akaya kufanya changizo kwa ajili ya watakatifu huko Yerusalemu walio maskini. Naam, imewapendeza tena amekuwa wadeni wao, kwa maana ikiwa mataifa wameyashiriki mambo yao ya roho, imewabidi kuwahudumu kwa mambo yao ya mwili. Basi nikisha kuimaliza kazi hiyo na kuatilia muhuri tunda hilo, nitapita kwenu kwenda Spania. Nami najua kuwa nikija kwenu nitakuja kwa utimilifu wa baraka ya Kristo. Ndugu zangu, na wasihi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kwa upendo wa Roho, jitahidini pamoja nami katika maombi yenu kwa ajili yangu mbele za Mungu, kwamba niokolewe na wala sioamini katika Uyahudi, na tena huduma yangu nionayo huko Yerusalemu kubalika kwa watakatifu, nipate kufika kwenu kwa furaha, kama apendavyo Mungu, nikapata kupumzika pamoja nanyi. Mungu amani na awe pamoja nanyi nyote. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sura ya 15 Paulo anaanza sasa kumalizia. Paulo is concluding. That is the part of conclusion. Anajaribu sasa kumalizia ujumbe wake, alianza kuambia lengo lake, lakini tena anarudia lengo lake la kuwaendea. Lakini kumbuka, Paulo anawasihi ya kuwa wamuombee. Watu wa Mungu, hata mtumishi wa Mungu anayekuombea, kuna wakati unatakiwa kumuombea. Tudumu kuombea wale wanayetuongoza. Sio tu wanayetuongoza makanisani, wanayetuongoza kitaifa, wanayetuongoza kikanda, wanayetuongoza kibara, wanayetuongoza kidunia. Ndio maana usisite kuombea Marekani, bado siku chache watakuwa kwenye uchaguzi. Maana tunataka na Marekani injili iende, na kama unavyojua rais wa Marekani ni rais wa dunia. Lazima tuombe ili Mungu kwa mapenzi yake, usiungane na upande wowote. Omba ili Mungu alete rais anayemtaka kule Marekani. Maana watu wa Mungu, jambo la kwanza tunataka injili iende. Amina. Hebu twende tumalizie sura ya 16. Na mkabidhi kwenu Fibi ndugu yetu aliyemhudumu wa kanisa lililoko Kenkrea, kwamba mpokee katika Bwana kama iwapasavyo watakatifu, mkamsaidie katika neno lolote atakalolihitaji kwenu, kwa sababu yeye naye amekuwa msaidizi wa watu wengi, akanisaidia mimi pia. Nisalimieni Priska na Akila, watendakazi pamoja nami katika Kristo Yesu. Umeona, Priska na Akila baada ya kuiva kwa Paulo, baada ya kukaa mkononi mwa Paulo na kuiva, baada ya kuokoka na Paulo kukaa pamoja na wao kwa muda, maana hakika yake wakajifunza. Walipojifunza wakarudi wapi? Wakarudi Rumi. Kumbuka, wao walikuwa ni Wayahudi waliyekuwa Rumi, lakini katika kitabu cha Matendo tuliona kuwa Warumi walivyoleta machafuko kule Rumi, walifukuzwa wakarudishwa katika mataifa yao. Na waliporudi wale, Priscilla na mume wake ndipo wanapokutana na Paulo. Paulo anahubiria, lakini sasa wakawa wamesharudi wapi? Wamesharudi Rumi. Lakini pia kumbuka, huyu Fibi
alikuwa ni mwanamke kwenye kanisa Kenkrea, lakini aliyepeleka barua ilikuwa inapelekwa hizo enzi hizo. Unaandika barua, ukishamaliza barua unampa mtu barua, anaanza safari ya kupeleka barua, nauli na usafiri na kila kitu. Na maana barua ilikuwa na gharama, sio mchezo. Nakumbuka kipindi kile, ili usafiri majini, bila shaka meli ya kipindi hicho ilikuwa inaongozwa na upepo. Walikuwa hawajafanya nini? Hawajapata inchi ya kuweza kuendesha nini? Meli. So hebu pata picha kuwa aliyepeleka waraka huo wa Rumi alikuwa ni Fibi, lakini Paulo kama kawaida yake anaomba wampokee, na anafanya nini? Anamtambulisha. Watu wa Mungu, bila shaka ni vizuri kumtambulisha mwenzako katika Kristo. Unapojaribu kumweleza mtu kuhusu mwenzako katika Kristo, jimtambulishe vizuri. Paulo anamtambulisha Fibi, lakini wacha nikwambie kitu kimoja. Kama Fibi alipeleka injili, alipeleka waraka huo na ukafika kule Rumi, bila shaka mwanamke yote asijidharau. Katika swala la injili hakuna mwanaume, hakuna mwanamke. Wote tuko nini? Wote tuko nini? waliokuwa tayari hata kukatwa kichwa kwa ajili ya maisha yangu, ambao niwashukuru, wala si mimi tu, ila na makanisa ya mataifa yote pia. Nisalimieni na kanisa lilomo katika nyumba yao. Nisalimieni Epaineto mpenzi wangu aliye malimbuko ya Asia kwa Kristo. Nisalimieni Mariamu aliyejitabisha sana kwa ajili yenu. Nisalimieni Androniko na Yunia, jamaa zangu waliofungwa pamoja nami, ambao ni maarufu miongoni mwa mitume, nao walikuwa katika Kristo kabla yangu. Nisalimieni Ampliato mpenzi wangu katika Bwana. Nisalimieni Urbano mtendakazi pamoja nami katika Kristo, na Stakisi mpenzi wangu. Nisalimieni Apele mwenye kukubaliwa katika Kristo. Nisalimieni watu wa nyumbani mwa Aristobulo. Nisalimieni Herodioni jamaa yangu. Nisalimieni watu wa nyumbani wa Narkiso walio katika Bwana. Nisalimieni Trifaina na Trifosa mwenye bidii katika Bwana. Nisalimieni Persisi mpenzi aliyejitahidi sana katika Bwana. Nisalimieni Arufo mteule katika Bwana, na mamaye aliye mama yangu pia. Nisalimieni Asinkristo, Flegoni, Herme, Patroba, Herma na ndugu walio pamoja nao. Nisalimieni Filologo na Yulia, Nerea na dada yake, na Olimpa na watakatifu wote walio pamoja nao. Salimianeni kwa busu takatifu makanisa yote. Salimianeni kwa nini? Maliza kwanza. Ndugu zangu, na wasii waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao, kwa sababu walio hivyo hawamtakii Bwana wetu Yesu Kristo, hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini na kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Maana utii wenu umewafikiria watu wote, basi nafurahi kwa ajili yenu. Lakini nataka ninyi kuwa wenye hekima katika mambo mema, na wajinga katika mambo mabaya, naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na yeye pamoja nanyi. Amina. Timotheo mtendakazi pamoja nami wasalimu, na Lukio na Yasoni na Sosipatro jamaa zangu. Mimi Tertio niliandika waraka huu na wasalimu katika Bwana. Gayo mwenyeji wangu na wakanisa lote pia wasalimu. Erasto wakili wa mji wasalimu, na Kwarto ndugu yetu. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na yeye pamoja nanyi nyote. Amina. Sasa natukuze yeye aweze kuwafanya imara sawa sana injili yangu, na kwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo sawa sana ufunua ile siri iliyostilika tangu zamani za milele, ikidhihirishwa wakati huu kwa maandiko ya manabii, ikajulikana na mataifa yote kama alivyoamuru Mungu wa milele, ili waitii imani. Ndiye Mungu mwenye hekima peke yake, utukufu na yeye kwa Yesu Kristo milele na milele. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Aliandika barua hiyo amejitaja hapo, lakini Paulo akaweka kidole. Paulo anamalizia kitabu cha Warumi kwa msingi wa barua kweli kweli. Alikuwa na Timotheo, anawaambia Timotheo naye mtendakazi pamoja naye amewasalimia. Watu wa Mungu akasema wajiadhari na mtu yote atakayetenda jambo itakayowakwaza katika maisha ya wokovu.
Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka umeona jinsi alivyomaliza kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi ina maana kimeisha. Umeona jinsi tulivyoona kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume haikuisha. Ina maana ilibaki ikisubiria sisi tuiendeleze. Lakini ukienda kwenye nyaraka kuanzia Warumi, ukienda kwenye Wakorintho wa kwanza na wa pili, utaona kabisa kuwa jinsi alivyomaliza waraka wa Warumi ndivyo atakavyomalizia waraka wa Wakorintho wa kwanza na wa pili, wa Thesalonike hivyo. So mtu wa Mungu, kitabu cha Matendo ya Mitume haikumalizwa. Kitabu cha Mathayo, Marko, Luka na Yohana haikuisha. So vitabu hivyo vinahitaji kufanya nini? Kuendelezwa. Ndio maana vile vitabu vya Injili viliishia njiani. Ina maana yale mambo ambayo Yesu alianza kufanya na kuyafundisha, sisi ni wajumbe wa kuyaendeleza mambo hayo. Lakini kitabu cha Warumi ilikwisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila shaka mtu wa Mungu, umeongozwa kwenye kitabu cha Warumi. Kilichobaki ni wewe tena kurudi kusoma. Umeona towashi Mkushi akasema, nitaielewaje pasipo mtu kuniongoza? Bila shaka Roho Mtakatifu ametuongoza. Lakini sasa hapo haijatosha. Unahitaji kusoma tena. Ukisoma kila sura unaandika zile dondoo muhimu. You read again and reread and reread and reread. But when you read a chapter, now you take your pen and your book and you start summarizing. Write the main point. Maybe chapter 1 you can find maybe 4 points, the important points. Write them down. At your free time, when you don't have enough time to read the whole chapter, you can go through now the main points. And the main points will remind you the whole chapter. Praise the Lord. Amen. You have now to go back now. Read it again. You read a chapter. You can read it even in 2 different verses, version. Then from there, you take your time now. You try to summarize what you read. Then from there, what now remains is now put it in practice. You have to talk the Bible. You have to breathe the word. You have to sleep the word. And this is what will make you be part of the word of God. When you don't do practice, man or woman of God, then I'm telling you that you won't know anything. Of course, practice makes perfect. And repetition is the mother of what? Of learning. Of course, you are fluent in your mother tongue because there was nothing new. It was a matter of repetition daily. This is what made you to know your mother tongue well. Praise the Lord. Amen. So we have to use that system or that method. Every day, repeat it. Make it be part of yourself. But you know it is very difficult to read the whole Bible in a very short duration. But when you have your exercise book, whereby the chapters are shortened, the chapters are in shortening form, what you need to do now is going through the verses which you have shortened, the ones which you have summarized. And these will make you now have a shorter duration covering a very big area. Praise the Lord. Amen. We don't just read it and we leave it. That one won't assist you or won't help you unless you go through it and you go through it again and again. Praise the Lord. Amen. Nasema hivi, tumesoma kitabu cha Warumi, lakini hiyo haitoshi. Kama kuna njia nzuri ya kujifunza ni kupitia marudio. Kwa nini wewe lugha ya mama unaielewa vizuri? Ni kwa sababu hakuna jambo jipya kwenye lugha ya mama. Lakini maneno yale kila siku tangu ukiwa mdogo walianza kusemesha. Wangaruka, wangaruka, wangaruka. Kila asubuhi unasikia wanasalimiana hivyo na wewe ukakamata wakaruka. Bwana asifiwe. Kilichofuata hukwenda hata shuleni ili ujue lugha
Kisukuma. Lakini kumbuka ya kuwa kurudia. Sasa hivi dunia wala tena watu waendi mashuleni ili wajue lugha. Unaweza kujifunza lugha yoyote. Ukiwa na simu yako unaweza kudownload na ukajifunza lugha yote. Ninasema hivi. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuchukua sasa daftari wako, unachukua pamoja na peni yako. Unaanza sura moja, unasoma, alafu unarudia tena, unarudia sasa, unaandika zile dondoo muhimu. Yawezekana sura ya kwanza zikawa na dondoo 4. Sura ya pili ikawa na dondoo 6. Sura ya tatu iwe na dondoo 2. So unachokifanya ni nini? Unaweza sasa kwa wakati wako ukaamua ndani ya masaa mawili ukapitia kitabu cha nini? Cha Warumi kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 16. Maana utakuwa sasa uchukue muda mrefu tena kusoma tena. Unachukua muda mfupi kuweza kupitia zile dondoo muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Na unapopitia dondoo muhimu inakukumbusha sasa kama ni sura yote, kama ni kitabu kizima, itakukumbusha. Na hii ndio njia njema. Ni sasa na wanafunzi wanayesoma. Wakati wa mtihani si wakati wa kusoma, ni wakati wa kupitia yale ambao ulifanya nini? Uliyafupisha, uliandika katika dondoo, mfumo wa dondoo muhimu. Nani mwenye swali kama sijaomba? Nataka kama kuna mtu mwenye swali kuhusu kitabu cha Warumi. Uliza swali kwa jina la Yesu. Soma hii sura ya 9 anasema atakaye kumrehemu mrehemu, na atakaye kumfuata kufanya mgumu mfanya mgumu. Na maana hilo mpaka sasa hivi lipo. Bila shaka kwa kipindi kile ilitakiwa injili iende. Lakini kwa sasa hivi muda hauruhusu tena. Lakini kinachofanyika ni nini, watu wa Mungu? Sasa hivi ukimrehemu huyu anayetakiwa kumrehemu, bila shaka umempoteza maana. Imetokea Kristo amerudi sasa hivi. Atakaye kutwa kwenye dhambi je itakuwaje? Imetokea amekufa sasa hivi. Ndio maana watu wa Mungu, kuna mambo mengine yaliyotamkwa kutokana na wakati ule na kipindi kile. Lakini kwa sasa hivi watu wa Mungu, kwa sasa hivi natakiwa injili, kila mtu aikubali injili. Maana injili ndio njia. Injili ni Yesu. Yesu akasema mimi ndimi nini? Mimi ndimi njia, uzima na kweli. Akasema yeye ndio mlango. Hakuna anayeenda kwa Baba pasipo kupitia kwake. So Epafra, ukimwacha mtu pasipo injili kumfikia, je, hajapotea? Kumbuka barua hiyo iliandikiwa watu gani? Iliandikia pande mbili zilizokuwa zinazozana. Iliandikiwa Wayahudi na wa mataifa waliokuwa kwenye kanisa la Rumi, ambao kila upande ulikuwa unavutia upande wake. Ndio maana kipengele hicho iliwahusu sana Wayahudi na wa mataifa ama Wayunani waliokuwa kwenye kanisa gani. Ndio maana sio mambo yote tunayosoma katika nyaraka hizo inatuhusu sisi. Kuna mengine ambayo yalihusu watu wale na kwa kipindi kile na katika mazingira yale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hayo kwa sasa hivi Epafra wala haituhusu, lakini iliwahusu wale mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye kitabu cha Warumi kuna mengi tu ambayo yanatuhusu. Lakini kuna mengi tu ambayo hayatuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Paulo. Mungu akamwambia mpaka akaja kufunguliwa, akaanza kufanya kazi ya Mungu. Kule alikotoka Paulo, ina maana Paulo aliendelea kufanya kazi ya Mungu tu. Yaani hakukumbuka kuwa na familia wala hakuwa na, maana anaonekana yeye alikuwa jasiri kwenye kazi ya Mungu. Je, Paulo hakuwa na familia wakati anatoka kule anakwenda Dameski? Paulo alikuwa hajaoa. Kumbuka ya kuwa Paulo wakati ule ambayo Stefano alikuwa anapigwa kwa mawe, Paulo alikuwa bado kijana mdogo kabisa. Lakini baada ya kupigwa kwa Stefano, ndipo Paulo moja kwa moja akaingia kwenye jambo la kuangamiza Wakristo. Na moja kwa moja Paulo alipookoka, Paulo hakuoa. Wala Luka aliyekuwa anaenda pamoja na Paulo hakuoa. Wala hata yule Barnaba hakufanya nini? Hakuoa. Ndio maana Paulo alikuwa akitoka, mguu wa kulia ulikuwa ni mke wake, mguu wa kushoto ulikuwa ni mtoto wa kiume, mkono wa kulia ulikuwa ni mtoto wa kike,
na mkono wa kushoto ulikuwa ni wazazi wake. Akiondoka ameondoka nao wote, akila wamekula. Ndio maana watu mambo aliyefanya Paulo yalikuwa makubwa, kwa sababu hata kilala na njaa haangalii nyuma. Wakina Petro, saa nyingine unaweza kusema kwa nini wakina Petro akupeleka injili sehemu mbali? Petro alikuwa mpaka na mama mkwe anakaa kwake. Sasa wewe ukienda mkeo atakwambia unataka kuwa mama yangu na njaa. Ndio maana wakina Paulo akafanya kazi kubwa, kwa sababu Paulo alikuwa akiondoka, kichwa chake ndio familia yake, haibaki nyuma. Lakini wakina Petro hakuweza kucheza mbali, kwa sababu familia ilikuwepo kule Kapernaum, na mpaka mama mkwe alikuwa anakaa kwa nani? Ndio maana tukasoma kwenye vitabu vya Injili ya kuwa mamake mkwe Petro alikuwa na homa, na Yesu akamponya. Akamponya wapi? Pale pale kwa Petro. So watu wa Mungu, tuombe neema ya Mungu, maana kuna wakati mwingine familia inaweza kuzuia kuhubiri Injili. Lakini Mungu akikuchagua uhubiri Injili, atafanya njia jinsi familia itafanya nini? Familia itakavyo survive. Kwa sababu Mungu hawezi akafanya ufanye Injili alafu kawa kichekesho kwa watu wanakucheka, ama ukawa ni cha kudhiakiwa. Ndio maana Yesu alisema kuwa bila shaka watakayeacha familia na kuacha kila kitu watapokea mara 100 hapa duniani, na pia watapokea uzima wa milele katika maisha yajayo, na pia na udhia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anayefanya kazi ya Mungu akamsahau. Ndio maana Paulo hakuoa, lakini hakuna aliyemkataza kuoa. Ndio maana Paulo akasema hivi, kama unaweza kuwa kama mimi basi ni bora, lakini unaweza ukaoa badala ya tamaa yako kuwaka. Umeona? Lakini kwa sasa hivi hata wale ambao wameoa ndio viwembe kupitiliza, si ndio? Waliooa ndio usiseme, acha hata ambao hawajaoa. Lakini hakuna sema ambao Biblia inakataza mtu asioe. Lakini Yesu alisema kuna wengine wamefanya matawashi kwa ajili ya kazi ya Bwana, ya mkini wa kina Paulo. Huwezi ukajua. Lakini hebu pata picha, hata kama angekuwa na mke ametoka kule Efeso kakaa miaka 3, akitoka anaunganisha anaelekea Antiokia, anakaa kule miaka 2 ili arudi Yerusalemu. Hata kama ni huyo mke umemwona baada ya miaka 10, je? Nani mwingine mwenye swali Sehemu ya chakula. Kama mimi hapa sio kwamba kwa mfano kama ile sio kwamba yani sijapenda kula, lakini sisi ni kwamba kwetu hata kuna mjirani. Ukisema nyumbani kwetu haipo, ina maana huko kwenye desturi ya nyumbani kwetu. Vitu vingi bila shaka tunakuta nyumbani kwetu, unakuta nyumbani kwenu watu hawali, lakini hujaambiwa madhara yake. Hujaambiwa agano iliyofanywa na kutokula mrenga. Kama wewe haina shida. Uuli kwa sababu upendi, not bad. Lakini kama kule kwenu walikuwaga wali na wao wakapata mkumbo. Nimesema haipo. Nimekuja kujulia hapa Dar es Salaam. Na mimi kuna vitu vingi nimekuja kujulia Dar es Salaam. Pros mimi nimekuja kula Dar es Salaam. Pros wewe kule kulikuwa na vijijini. Pros mimi nimekuja kutupia hapa Dar es Salaam. Mimi nakumbuka mchungaji. Nilikuwa zamani wanasema kule nasikia kama unaniwekea mlenda utaharibu zindiko langu. Umesikia? Umesikia mama Bwana anasema kuwa yeye zamani akiwa mdogo alikuwa anasikia ndugu zake unamwekea mtu mrenda, anasema usiniwekee mrenda utaharibu zindiko langu. So usifanye mchezo. Mimi nitaomba kwa hilo. Bila shaka ina jambo, ndio maana haikuwa. Kwa nini siwepo kwenye wakati ni mboga ambao duniani kote ipo? Basi Wanyatuza si ndio wamekolea kwenye mazindiko. Wanyatuza hiyo ni wamesema tu, lakini ndio hiyo zindiko. Kama alisikia zamani hivyo, kuna kitu watu wa Mungu, kama kuna mboga ambayo utaipata kwenye kila mkoa ni mlenda.
Yaani au kakaa daa kaja kula au yaani mimi mwenyewe ni mlenda nakuja daa. Kwa nini kijijini mlenda hamna? Wapi mlenda huko? Hawa wanawashangaa wanasema mlenda. Wanaukwepa. Wanakula yaani kule ni majani ya maharage, majani ya maboga ndio mlenda. Hapendi unavoteleza. Sasa mimi ninachotaka ni mimi nataka wewe uje ule. Si haina shida. Nataka uje ule mlenda, si ndio? Si awali kwa sababu tu haipo. Yaani mnaenda pasta ni upikaji tu, lakini bamia, mboga za maboga Mbeya kule zipo. Ile yenyewe ule mchanganya ndio wanaoita blender. Wanachanganya majani ya mboga na yani mlenda ndio anaita mlenda, sio kama nani. Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka wewe basi utakula tuone kinachotokea kwako. Kama mna kinachotokea hatuna shaka, si ndio? Tulisha mlenda pasipo kupikwa. Nani mwingine mwenye swali? Hiyo mtamalizia. Nani mwingine mwenye swali nataka niombe? Naweza nikaomba sasa, maana naona maswali hamna. Nataka niombe ili watu waende nyumbani. Bila shaka watu wa Mungu, kama wewe umeokoka, ni nini kinachokuzuia kula kitu? Ukiona unashindwa kula kitu, basi kuna kitu. Yamkini bado kuna mizimu ambao walikuwa awali mlenda wanakuzuia. So uone kama kuna matokeo mabaya, haina shida. Lakini kama wewe bado ukisikia unaona utaki, kuna shida. Kunye? Kila hivyo na lazima kufanya